Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na kifo cha waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa William Lukuvi, kilichotokea katika hospitali ya Benjamin Mkapa mkoani Dodoma. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi, basi nakusihi ungane nami hadi tamati. Viongozi mbalimbali waendelea kutoa pole nyumbani kwa marehemu William Lukuvi jijini Dodoma, wakiahidi kuendelea kuenzi mchango wake katika utumishi wa umma. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi asema utekelezaji maboresho yaliyofanyika kwenye sera ya elimu na mafunzo na mitaala unahitaji ushirikiano wa hali ya juu. Kwa habari za biashara na uchumi, bandari ya Zanzibar yafanikiwa kuingiza mizigo ya tani zaidi ya 237,000 katika kipindi cha mwezi Februari 2026. Katika habari za kimataifa, Iran yamteua Mohamed Ghalibaf kuwa mkuu mpya usalama, akichukua nafasi ya marehemu Dr. Ali Ardashi Larijani. Na katika habari za michezo na burudani, klabu ya Yanga yasaka wachezaji 10 vijana ili kuendeleza vipaji vyao, na nyota wa soka Mohamed Salah asema haikuwa rahisi kwake kufanya maamuzi ya kuondoka Liverpool. Mtazamaji, waweza pia kufuatilia matangazo yetu kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Mwenyeji wako ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Tanzania inaomboleza, ambapo kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma PIC imeahirisha ziara yake katika miradi ya Samia Housing na 7-Eleven Kawe inayotekelezwa na shirika la nyumba la taifa NHC kufuatia kifo cha waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu William Lukuvi, kilichotokea katika hospitali ya Benjamin Mkapa mkoani Dodoma. Tupate taarifa hii. Akizungumza na wajumbe wa kamati hiyo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma PIC Masanja Kadogosa amesema kwa mujibu wa taratibu za kibunge, shughuli za kamati zinapaswa kusitishwa pindi linapotokea tukio la kifo cha mbunge. Kamati hiyo imetoa salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Watanzania kwa ujumla kufuatia msiba wa kiongozi huyo aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani mkoani Iringa. Tunawapa pole sana wananchi wa jimbo la Isimani kwa Iringa kwa kupotelewa na mbunge wao ambaye amekuwa ni mbunge kwa muda mrefu sana. Kazi kubwa ni kumwombea. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mtu mwema, na naamini kwamba kuna wengi wetu hapa imekuwa kama kioo kwa maana ya bungeni kuangalia, na wengine inawezekana ubunge tumetamani pengine kwa kupitia Lukuvi. Msiba huu umetugusa kwa sehemu kubwa wabunge wote, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye amehudumu muda mrefu, ni mtu ambaye amefanya mambo mengi sana katika taifa hili. Kwa sababu ni msiba wa ghafla, tunasema ni pigo kwa bunge. Tunakumbuka msimu uliopita pamoja na waziri, lakini alikuwa ni miongoni mwa washauri wa mambo ya siasa wa Mheshimiwa Rais. Naye mkurugenzi mkuu wa NHC Hamadi Abdalla amesema shirika hilo limepokea kwa masikitiko taarifa za kifo hicho kilichotokea wakati wa ziara ya kamati hiyo, ambapo amesema marehemu Lukuvi aliwahi kuwa waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi, ambapo alisimamia miradi mbalimbali ya maendeleo ukiwemo mradi wa 7-Eleven uliokusudiwa kukaguliwa na kamati hiyo. Kama shirika, Mheshimiwa Lukuvi amewahi kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Akiwa waziri, mradi tuliopo sasa hivi hapa 7-Eleven, yeye alitusimamia tukianza mradi huo akiwa waziri wa ardhi. Kwa hiyo tumepoteza mtu ambaye alikuwa na matamanio makubwa sana ya kuona transformation katika shirika la nyumba la taifa. Lakini kwa masikitiko makubwa tumempoteza. Hatuna namna yoyote zaidi ya kumwombea dua njema, Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yake mahala pema peponi. Marehemu William Lukuvi aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani mkoani Iringa amefariki dunia Machi 25, 2026 katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam, Angela Matayo, Radio Free.
Viongozi mbalimbali wameendelea kufika na kutoa pole nyumbani kwa marehemu William Lukuvi jijini Dodoma, wakisisitiza kuwa wataendelea kuenzi mchango wake mkubwa katika utumishi wa umma. Brian Moses ana taarifa hii. Ni huzuni na simanzi zikiwa zimetawala waombolezaji nyumbani kwa marehemu William Lukuvi jijini Dodoma. Baadhi ya wabunge kutoka mkoa wa Iringa wameeleza alama alizoziacha katika utumishi wake. Funzo la kwanza ambalo tulipata kama vijana ni kuipenda nchi yako, kuitumikia kwa moyo wako wote. Lakini jambo la pili ambalo tunajifunza kwa Mzee Lukuvi ni uaminifu kwa serikali yake. Alikuwa ni mwaminifu na mtiifu kwa mamlaka iliyomteua. Alikuwa ni mtu mwenye shukrani, anayeweza kusimama na kutetea serikali yake kwa hoja. Wakati mwingine tunakuaga na watu wa aina nyingi katika maeneo mbalimbali, wakizidiwa na hoja wako tayari hata kugeuka kwa mamlaka pengine ambazo zimewapa hiyo heshima. Sio Lukuvi. Sisi wana Iringa leo tumepata msiba mzito, lakini Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni mtu anapenda maendeleo, alikuwa anapenda umoja. Tukiwa na bunge la bajeti alikuwa anatuita, tunakaa pamoja kwa umoja kuhakikisha kuna vitu vya kusukuma kama mkoa. Baadhi ya wabunge nao wakatoa salamu za pole, huku wakibainisha kazi kubwa iliyofanywa na marehemu. Kitu kikubwa kwake ni uwezo wake wa kujituma na kujitoa kwenye kazi. Ukiangalia mpaka jana alikuwepo kazini, pamoja na kwamba alikuwa anasema anajisikia kidogo vibaya, alienda hospitali akarudi kazini kuendelea na kazi. Sasa hilo tu linamuelezea kwa Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mtu wa namna gani. Lakini niseme kwa kweli, mimi nimebahatika kukaa naye kwenye chama na kwenye serikali, na nimemkuta akiwa tayari ameshajijengea uzoefu mkubwa. Kumbuka amekuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana Tanzania, lakini amekuwa kwenye baraza la vijana, baraza kuu la vijana, na baadaye akaja kwenye halmashauri kuu ya CCM na kamati kuu ya CCM kwa muda mrefu. Marehemu William Lukuvi alizaliwa mwaka 1955 ambapo amefariki akiwa na umri wa miaka 70, huku akihudumu kama mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa takriban miaka 35 na kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwemo waziri katika wizara mbalimbali na ukuu wa mkoa. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema Mheshimiwa William Lukuvi. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amesema suala la utekelezaji wa mabadiliko ya maboresho yaliyofanyika kwenye sera ya elimu ya mafunzo na mitaala linahitaji ushirikiano wa hali ya juu miongoni mwa wadau wote wa elimu, taasisi za serikali na zile zisizo za serikali, wazazi, jamii yote kwa ujumla ikishirikishwa. Tupate taarifa zaidi. Makamu wa Rais amesema haya wakati akifungua kongamano la kimataifa kuhusu maboresho ya sera ya elimu na mitaala nchini linalofanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo ameitaka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi za elimu, hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuendelea kufanya ufuatiliaji na tafiti ili kubaini dosari zozote zinazoweza kukwamisha utekelezaji wa swala hilo na kuibua maeneo yanayohitaji maboresho zaidi ya kiutendaji. Vile napenda kusisitiza kuhusu kutekeleza mabadiliko na maboresho ya mitaala, ambapo naitaka Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi za elimu, hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuendelea kufanya ufuatiliaji na tafiti ili kubaini dosari zozote zinazoweza kukwamisha utekelezaji. Hii itasaidia pia kubaini na kuibua maeneo yanayohitaji marekebisho au maboresho zaidi ya kiutendaji. Aidha, Makamu wa Rais amesema suala la elimu jumuishi inayozingatia usawa ni miongoni mwa vipaumbele, ambapo serikali imeweka msisitizo katika uwepo wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia pamoja na miundombinu rafiki kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalumu. Wamiliki wa shule zisizo za serikali, mashirika ya dini, asasi za kiraia na wengineo. Umuhimu wa ushiriki wao unatokana na kuwa watashiriki katika kutekeleza miongozo mbalimbali inayotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikiwa ni pamoja na kutotumia mitihani kama kigezo cha kuchuja wale ambao kufikia alama za juu za ufaulu, hasa katika elimu ya lazima ya miaka 10.
Kongamano hilo la kimataifa kuhusu maboresho ya sera na elimu na mitaala ni fursa nzuri ya ushirikishwaji wa wataalamu na wachambuzi kuangalia jinsi ambavyo utekelezaji huo unaendelea. Ndio maana kongamano hili la kimataifa kuhusu maboresho ya sera na elimu na mitaala hapa Tanzania ni fursa nzuri ya ushirikishwaji wa wataalamu, wachambuzi wetu kuangalia hapa tulipo na jinsi ambavyo tunaendelea na utekelezaji huu. Malengo ya kongamano hili ni kama ifuatavyo: kutafakari na kujenga uelewa wa pamoja miongoni mwa wadau mbalimbali kuhusu sera ya sasa ya elimu na mafunzo na marekebisho ya mitaala na athari zake kwa maendeleo endelevu. Maboresho yaliyofanywa na serikali kwenye baadhi ya maeneo ya sera ya elimu na mafunzo yamefanyika ili kuondoa changamoto mbalimbali zilizokuwa zikikabili elimu ya Tanzania, zikiwemo kujikita zaidi kwenye elimu ya nadharia badala ya vitendo, na pia kutokuwepo kwa fursa za elimu na mafunzo zinazozingatia mahitaji ya soko la ajira. Vile mapungufu katika njia za ujifunzaji ambazo hazikizi hali halisi ya mazingira na maadili ya Kitanzania. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha gari na bajaji ya mizigo iliyotokea Buswelu, barabara ya Nyamadoke kuelekea Nyamhongolo, wilayani Ilemela, mkoani Mwanza. Tupate taarifa zaidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Willibrod Mutafungwa, amefika katika eneo la tukio hilo la ajali na kusisitiza madereva wanaotumia vyombo vya moto kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani. Dereva wa gari hilo aliingia katika barabara hii kuu ya lami akitokea uchochoroni, hivyo akakutana na gari namba T 406 EGZ. Hii ni gari kubwa ya kubeba mizigo aina ya Howo ambayo na yenyewe ilikuwa ikitokea Buswelu kuelekea Nyamhongolo. Kwa hiyo lori hili liligonga hiyo pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo na dereva wa pikipiki akafariki dunia hapo hapo. Zigongana uso kwa uso. Kamanda Mutafungwa ameongeza kuwa polisi hawatasita kuwachukulia hatua za kisheria watakaobainika kukiuka sheria za usalama barabarani na kusababisha kupoteza nguvu kazi ya taifa na wengine kuwa na ulemavu wa kudumu. Ingia katika barabara hii kuu ya lami akitokea uchochoroni, hivyo akakutana na gari namba T 406 EGZ. Hii ni gari kubwa ya kubeba mizigo aina ya Howo ambayo na yenyewe ilikuwa ikitokea Buswelu kuelekea Nyamhongolo. Kwa hiyo lori hili liligonga hiyo pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo na dereva wa pikipiki akafariki dunia hapo hapo. Zigongana uso kwa uso. Baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo wameeleza namna ajali hiyo ilivyotokea na kuomba wanaosimamia sheria za usalama barabarani kutovifumbia macho vitendo vya ukiukwaji wa sheria hizo. Nisikia tu sauti ya mgongano. Baada ya hapo dakika chache sana, yani hata sekunde labda 3 kupita, kashangaa tu gari limeshaingia huko pembeni. Elekea ile gari ile ilikuwa inatoka Buswelu, jikuta na mkwepa ndio ilikuwa imevamia kile kibanda cha yule Mama Monica pale, na ndio imesababisha majeruhi pamoja na maafa kwa dereva wa bajaji. Baada ya ajali hiyo, dereva wa lori amekimbia na polisi wanaendelea kumtafuta, huku dereva wa bajaji akifariki dunia. Polisi mkoani Dodoma imefanikiwa kumkamata mwanamke ambaye alionekana kwenye picha mjongeo akimfanyia vitendo vya ukatili wa kipigo mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 4. Zakaria Mtigandi ana taarifa zaidi. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ACP William Aber, amesema kuwa baada ya jeshi hilo kuiona picha hiyo kwenye mitandao ya kijamii, lilifanya uchunguzi na kumkamata mwanamke aliyefahamika kwa jina la Irene Eri mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa mtaa wa Area A jijini Dodoma. Mahojiano pamoja na upelelezi unaendelea. Mara baada ya kukamilika, mtuhumiwa atafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kaimu kamanda huyo wa polisi mkoa wa Dodoma ameitaka jamii kutojichukulia sheria mkononi, kwani kufanya hivyo ni kinyume cha sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wananchi
wanaoendelea na tabia ya ukatili, kuwafanyia ukatili watoto wadogo kwa kisingizio chochote kile, kuacha kwa sababu hakuna namna yoyote watakaokwepa mikono wa sheria. Zakaria Mtigandi, Star TV, Dodoma. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewahakikishia wawekezaji wote wanaotaka kuwekeza visiwani humo kuwa hawatakumbana na changamoto ya umeme kutokana na uwekezaji mkubwa wa nishati hiyo uliofanywa katika maeneo mbalimbali nchini. Taarifa na Abdalla Pandu. Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Juma Malik Akili wakati wa ziara ya kutembelea miradi ya umeme katika vituo vya kuongezea na kupunguzia umeme anasema Zanzibar ina mpango mkakati wa kuimarisha zaidi sekta ya nishati ya umeme na kuwa na umeme wa kujitegemea. Sasa hii inatoa nini? Inatoa assurance kwa wale wote wanaotaka kuwekeza Zanzibar ambao walikuwa wanakwazwa na eneo hili la umeme, kuwatoa hofu sasa. Ndani ya miezi michache ijayo Zanzibar itaanza kuwa inajitegemea kwa umeme. Kwa hiyo wanaotaka kujenga mahoteli tunawakaribisha. Wanaokuja kuwekeza katika viwanda tunawakaribisha. Wanaokuja kufanya wanachotaka wenyewe. Kama ni chanzo cha umeme basi hakuna shaka serikali imejipanga kwenye hili. Akizungumzia uhakika wa umeme Zanzibar, waziri wa maji, nishati na madini Nadir Abdul Latif Al-Wardi anasema muda mfupi ujao tatizo la kukatika katika umeme Zanzibar litakuwa ni historia. Lakini mimi nakushukuru sana Waziri wa Fedha na timu yako yote, mnatusaidia sana, na kwa spidi hii tunaenda nayo naamini tutamaliza miradi kwa wakati, na Zanzibar by 2028 naamini changamoto ya kuzimika umeme Zanzibar wananchi wataisahau. Tuombe Mungu tuende kwa wakati. Meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar ZECO Mhandisi Haji anafafanua mahitaji ya umeme kwa sasa na umeme unaotumika, hali inayosukuma serikali kuhitaji miradi ya zaidi. Kwa maana ya Unguja kwa sasa tunapokea megawati 135.7 wakati matumizi yetu halisi kwa sasa ni megawati 165. Hivyo tuna mapungufu ya karibu megawati 30. Na katika hili serikali imejikomiti vile kwa kutumia pesa zake zenyewe kuendeleza ile gap iliyotokana baada ya miradi ya fadhili na ile mahitaji halisi. Mfano kama mwezi uliopita serikali imesaini mkataba na kampuni moja ya Marekani ambayo itahusisha uwekezaji wa miundombinu ya umeme kule Pemba karibu dola 68 milioni. Lakini vile kwa upande wa Unguja ametia liana saini na kampuni moja ya India ambapo pia itahusisha uwekaji wa miundombinu ya umeme kwa karibu dola milioni 159, na hizi ni fedha za serikali yenyewe, fedha za serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Vituo vilivyotembelewa katika ziara hiyo ni pamoja na kituo cha Welezo, Bambi, Mtende na Makunduchi, ikiwa ni hatua ya kuimarisha sekta ya umeme Zanzibar. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Serikali ya Tanzania imerejea tena dhamira yake ya kushirikiana kwa karibu na shirika la fedha la kimataifa IFC ili kuongeza uwekezaji wa sekta binafsi, kupanua miundombinu na kuharakisha mpango wa taifa wa mabadiliko ya nishati chini ya dira ya taifa ya maendeleo dira 2050. Taarifa ya Beni Mwipaja inasomwa studio. Akizungumza katika kikao na mkurugenzi wa IFC kanda ya Afrika Mashariki Bi Mary Potter Peshka, waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar amesifu mchango wa muda mrefu wa IFC katika kukuza sekta binafsi nchini Tanzania, akisisitiza kuwa ushirikiano huo utaendelea kuwa muhimu katika kufanikisha malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa. We also appreciate the support that has been provided by the IFC through the Mission 300 for energy broadly, energy transformation in the continent, the Mission 300 for the entire continent that we is envisaged to at least connect 15 million people here in Tanzania, and IFC has played an important role on this regard as well. We have a few projects on energy sector that we think these will be suitable for private sector participation, including especially in generation. Some discussion has opened up whether private sector can also participate on transmission.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa IFC kanda ya Afrika Mashariki Bi Mary Potter Peshka amesema kuwa taasisi yake ambayo ni miongoni mwa taasisi zilizo chini ya Benki ya Dunia iko tayari kuendelea kushirikiana na Tanzania katika kukuza sekta binafsi katika nyanja mbalimbali za kukuza biashara, nishati, kilimo, biashara na uwekezaji ili kuinua maisha ya watu na uchumi wa Tanzania. We have done already this year $477 million in commitments, but more importantly, the team has a $864 million pipeline, and more than half of that is manufacturing, agri, and services. So to your point, yes, financial institutions has represented a preponderance of our portfolio, 73% of the portfolio today, but that portfolio is getting balanced with the business development efforts of my colleagues, and I think you'd be especially pleased to see in the makeup of that pipeline, both for investments and advisory, we're really aligning our work with the government's ambitions and with your 2050. Kwa mujibu wa tathmini ya IFC ya mwaka 2025, taasisi hiyo imewekeza takriban dola milioni 197.4 katika nusu ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026 kupitia mikopo ya muda mfupi inayolenga kuchochea shughuli za sekta binafsi. Kiasi cha uwekezaji wa IFC nchini Tanzania kimefikia dola milioni 315.9 ambapo asilimia 74 imeelekezwa katika sekta ya huduma za kifedha na asilimia 26 katika viwanda, kilimo, biashara na huduma nyingine. Kikao hicho kimehudhuriwa na maafisa waandamizi kutoka Wizara ya Fedha, Wizara ya Nishati, Kituo cha Ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC pamoja na wawakilishi wa IFC. Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam kimeingia makubaliano ya miaka mitatu na benki ya NMB yatakayowawezesha wanafunzi wa chuo hicho kupata elimu ya fedha na ujasiriamali kwa vitendo kutoka kwa maafisa wa benki hiyo. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Barton Mwamila amesema makubaliano hayo ni ya kimkakati katika kuhakikisha wanatoa wahitimu wanaoweza kuajirika na kujiajiri, huku afisa mkuu rasilimali watu kutoka NMB Emmanuel Yakonai akisema ni juhudi za kukuza sekta ya elimu nchini. Makubaliano yanatoa nafasi ya vile vile wahitimu wetu kuweza kupewa fursa za kufanya kujitolea kabla hawajapata ajira katika maeneo mbalimbali ya benki. Tunashirikiana na taasisi zetu na benki kwa mojawapo, na hii tu ni moja ya makubaliano. Tunalenga kuwa na makubaliano mengi zaidi na taasisi nyingi zaidi. Tunakusudia kupunguza pengo lililopo kati ya elimu inayotolewa katika taasisi za elimu ya juu na mahitaji halisi ya soko la ajira. Na kwa kufanya hivyo, tunapanga kusaidia kujenga kizazi cha wanataaluma waliobobea, wabunifu na wenye uwezo wa kushindana kikamilifu kwenye soko la ajira practically. Na makubaliano haya yanagusia sehemu ambazo profesa hapa amezitaja, kwamba ni ukuzaji wa vipaji na ujuzi, kwamba kwa pamoja sisi kama benki ya NMB na chuo kikuu cha Tumaini tutashirikiana katika kutambua na kuendeleza vipaji kupitia mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wanaofanya vizuri. Serikali imesema uwepo wa mawasiliano ya uhakika yakiwemo ya internet kunachangia ongezeko la ajira kwa vijana kwa kujiajiri kupitia njia ya mtandao ya kijamii na kulipatia pato taifa. Tupate taarifa zaidi. Haya yamebainishwa na afisa mtendaji wa kata ya Machimbo jijini Dar es Salaam Lydia Bwathondi wakati wa hafla ya uzinduzi wa mnara wenye teknolojia 4G, ambapo amesema awali wakazi wa kata hiyo walipata shida kupata mawasiliano ya intaneti na kushindwa vijana kuchangamkia fursa za ajira mtandaoni. Asilimia nyingi ya vijana wanajiajiri wenyewe, ajira kama wakala pamoja na online business au mawinga na vitu kama hivyo. Kwa uwepo wa mnara huu unasaidia network wamezi improve kiasi kwamba hakutakuwa na zile changamoto ndogo ndogo za mitandao kukwama na biashara kurudi nyuma. Mtu anapoposti picha zake au biashara yake zinaenda kwa wakati na anapata response kwa wakati, kwa sababu kunakuwa hakuna shida tena ya mtandao. Meneja biashara ya kampuni ya mawasiliano ya Airtel na baadhi ya wakazi wa kata hiyo wamesema kujenga kwa mnara huo kunafungua fursa ya kufanya biashara kidijitali. Kwa tunatazamia kuwa na network nzuri, experience italeta mapato kwa serikali na kwa kampuni kwa ujumla, lakini kubwa zaidi
itaenda kuongeza ufanisi kwa wafanyabiashara. Nahisi huduma zitakuwa nzuri, zitazidi kuboreshwa zaidi. Tunashukuru sana serikali kwa ajili ya kutuletea huduma kama hizo. Tulikuwa tunaomba pia mpeleke na sehemu nyingine ambazo hazipati huduma kama hizo. Benson amesema jumla minara 9 yenye teknolojia 4G imejengwa jijini Dar es Salaam, huku ikiwa ni maendelezo wa kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha upatikanaji wa mawasiliano nchini. Bwana Shomali, Star TV, Dar es Salaam. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa fursa ya kupumzika kidogo. Nitakaporejea itakuwa ni wasaa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James. StarTimes tumewaletea tena. Mteja wa StarTimes Antenna lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi tukubusti kwenda mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tu kwa mwezi tutakubusti kwenda uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa ya hadi siku 5 zaidi bure. Huko kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa Lavender Fields, ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi. Ni kila siku saa 3 kamili usiku, bila kukosa tamthilia nyingine kali ya Reborn. Ukutane na visa vya binti masikini anayepandikizwa moyo wa binti tajiri aliyefariki kwa ajali. Ni kila siku saa 3:45 usiku kupitia Mambo TV Swahili. Furahia bongo movies na series kibao za kibongo, watoto nao wakiendelea kufurahia Bonnie Bears na katuni nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. StarTimes, lipa tukubusti zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Viongozi wa makanisa mbalimbali wameaswa kuendelea kuwekeza katika suala la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto ili kuwajengea misingi bora ya kukua katika maadili mema. Taarifa kamili na Frankius Clofas. Msisitizo huo unatolewa na Charles Mashauri ambaye ni mratibu wa miradi ya jamii kanisa la African End Church Diocese ya Mara na Ukerewe. Ni katika semina ya uongozi iliyowashirikisha viongozi kutoka madhehebu tofauti iliyofanyika kanisa la Presbyterian Tanzania PCT mjini Msoma. Makanisa yote, taasisi zote za imani, wawe Waislamu, wawe Wahindu, wawe ni Wakristo, lazima tuwekeze sana kwa watoto kwa ajili ya ukuaji wa hizi taasisi na kwa ajili ya faida ya taifa letu. Kama tunataka tuondoe umaskini kwenye jamii, kama tunataka tuondoe umaskini kwenye familia, kama tunataka tuondoe umaskini hapa duniani, lazima tuwekeze kwa watoto kwa hali na mali tangia katika wakati ule mdogo kabisa, yani ule wa awali. Swala la mtoto na malezi bora tuliweke kwenye kipaumbele. Faida zake zipo. Tutakapokuwa na malezi bora, tutaandaa wachungaji wazuri, tutaandaa viongozi wazuri wa taifa letu. Aidha, viongozi wa dini ambao wameshiriki semina hiyo wanadai kuwa swala la malezi ni muhimu sana katika jamii inayowazunguka. Makanisa yetu tunahimiza kila kanisa liwe na shule ya awali, na katika ile shule ya awali tunafundisha masomo ya secular, lakini pia tunafundisha masomo ya dini, kuelekeza watoto namna ya kuishi, kuwa na tabia nzuri, kuheshimu wazazi, kuheshimu watu wakubwa, behavior yote kwa ujumla. Changamoto ya unyanyasaji wa watoto mara nyingi nafikiri inatokea kwa sababu ya maadili. Maadili yameshuka. Kwa hiyo namna ya kuzuia changamoto hii ni kumfundisha mtoto katika misingi iliyo bora, ili baadaye hata mtoto anapokuwa aendelee kuishi. Na hii inaanzia katika familia na ndani ya kanisa.
Sisi wanawake tukisimama imara kwa ajili ya kuwatetea hawa watoto hawatanyanyaswa, na pia tuwafundishe watoto wetu kumtii Mungu, kumjua Mungu, maana hata Biblia inasema kwamba utakapomlea mtoto katika njia impasayo, hata akiwa mtu mzima hawezi kuiacha. Nikiripoti kutoka manispaa ya Musoma mkoani Mara, Francis Cleophas, Star TV. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar imesema Zanzibar imeingiza zaidi ya tani 237,000 za mizigo kupitia bandari za Zanzibar kwa mujibu wa ripoti ya mwezi Februari 2026 ambazo ni sawa na ongezeko la 19.3. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Akiwasilisha takwimu za usafiri za mwezi wa Februari 2026, mtakwimu kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar, kitengo cha usafiri na mawasiliano, Raya Mohamed Mahfuz, anasema kwa upande wa viwanja vya ndege jumla ya tani 635.9 zimeingia mwezi wa Februari 2026 ambazo ni sawa na ongezeko la zaidi ya 100% ukilinganisha na tani 232.2 zilizorekodiwa Februari 2025. Na kati ya mizigo yote iliyoingia kupitia bandari za Zanzibar ilikuwa ni tani 228,187.0 na mizigo iliyotoka ilikuwa ni tani 8,944.7 kwa mwezi wa. Aidha, anasema jumla ya abiria 266,616 wameingia na kutoka katika bandari ya Zanzibar mwezi wa Februari 2026, huku abiria walotumia usafiri wa anga kupitia viwanja vya ndege vya Zanzibar kwa mwezi huo wakiwa ni 247,618. Abiria 125,376 waliingia na abiria 141,240 walitoka kupitia bandarini. Baadhi ya wadau wengine wamezungumzia ripoti hiyo yenye mnasaba na ukuaji wa uchumi. Washauri wenzetu, wadau wenzetu, watu wa Wizara ya Biashara, ni fursa pekee manake sasa kuangalia kwamba wanaingiza nguvu katika uzalishaji wa mazao ya biashara. Jumla ya mienendo ya vyombo vilivyoingia na kutoka katika bandari ya Zanzibar katika mwezi wa Februari 2026 imefikia 1,561 sawa na upungufu wa 7% ikilinganishwa na mienendo 1,678 na kurekodiwa katika mwezi wa Februari 2025, huku usafiri wa anga katika viwanja vya ndege ikirekodiwa mienendo 6,652 Februari 2026. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata. Endelea kuwa nami.
Irani imemteua Mohammad Bagher Zolghad Ghalibaf, naibu kamanda wa zamani wa IRGC na mtu mwenye msimamo mkali, kama mkuu mpya wa usalama, akichukua nafasi ya marehemu Dr. Ali Ardashi Larijani ambaye aliuawa katika shambulio la Marekani na Israel wiki iliyopita. Charles Machugu na undani wa taarifa hii. Mohammad Bagher Zolghad Ghalibaf ni sehemu ya duara la karibu linalomzunguka kiongozi mkuu mpya wa Iran, Mojtaba Khamenei, akionyesha juhudi za kuunganisha timu mpya ya uongozi. Awali alikuwa ni katibu wa baraza la utambuzi wa maslahi ya Iran. Tofauti na mtangulizi wake wa kitaaluma zaidi, Zolghad amejikita katika majukumu ya kijeshi na usalama, akidokeza kwamba vyombo vya usalama vya taifa vya Iran vitakuwa vya kijeshi na vya usalama zaidi. Mabadiliko hayo yanaonyesha kuwa mawazo ya vita yataendelea hata kama maafisa wa Iran wanatathmini uwezekano wa mazungumzo na Marekani. Kwa sasa Mohammad Bagher Zolghad Ghalibaf, kamanda wa zamani wa walinzi wa mapinduzi na mfuasi wa marehemu Dr. Ali Ardashir Larijani, anachukua nafasi yake kama mkuu wa baraza kuu la usalama wa taifa. Tukisalia Mashariki ya Kati, ripoti kwamba mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Iran yameshindwa kusimamisha mashambulizi kote Mashariki ya Kati. Imekuwa karibu wiki 4 tangu Marekani na Israel ziliposhambulia Iran na kuanzisha vita vyenye matokeo ya kimataifa. Ingawa pande zote zilisema awali hakuna nafasi ya diplomasia, Rais Donald Trump sasa anasema Marekani imekuwa ikijadiliana na kiongozi wa Iran ambaye hakutajwa jina, madai ambayo maafisa wa Iran wameyakanusha tena. Maafisa wa Iran wamejibu maoni hayo hivi karibuni kuhusu mazungumzo kwa ukaidi. Katika taarifa mpya, msemaji wa vikosi vya jeshi Ebrahim Zolfaghar amesema Iran haitawahi kuafikiana na Marekani sababu Marekani imekuwa ikitoa taarifa za uongo juu ya kile kinachoendelea katika ukanda huo. Vita hivyo imekuwa na pande mbili, moja ikitoa taarifa ya ukweli, nyingine ikidanganya. Hivyo dunia inapaswa kuujua ukweli, na Iran haitokubali uwekezaji wowote toka Marekani katika ardhi yake kuhusu nishati ya mafuta au gesi. Rais wa Marekani Donald Trump anadai vita hii imeshindwa, akisema kampeni ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran imewaua viongozi wakuu na kwamba Tehran imekubali kutotafuta silaha za nyuklia kamwe. Iran inakanusha mazungumzo na inasisitiza kuwa haitaki silaha za nyuklia, licha ya Rais Trump kumtaja makamu wa rais JD Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kama waliohusika. Kwingineko, mjumbe wa Gaza wa mpango mpya wa bodi ya amani wa rais wa Marekani Donald Trump amewasihi wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulishinikiza kundi la wanamgambo wa Hamas kusalimisha silaha kama sehemu ya kusitisha mapigano ili kukomesha vita vya miaka miwili. Nikolai Mladenov, mwanadiplomasia mkongwe wa Bulgaria aliyeteuliwa kuwa mwakilishi mkuu wa bodi hiyo kwa Gaza, amewaomba wanachama wa baraza kutumia njia zote walizonazo kuwasihi Hamas na makundi yote ya Palestina kukubali mfumo huo bila ya kuchelewa. Ikumbukwe utawala wa Trump pamoja na Qatar na Misri Na mtazamaji, mwisho wa habari za kimataifa. Punde habari motomoto za michezo na burudani. Endelea kuwa nami. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu,
bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Tuanze na soka ambapo uongozi wa klabu ya Yanga unatarajia kuendesha shindano la kusaka vipaji vya soka kwa vijana 10 walio chini ya umri wa miaka 18 mwishoni mwa juma hili, ambao watajumuishwa kwenye mradi wao wa Yanga Soccer School na kuviendeleza vipaji hivyo ambavyo vitakuja kuwa msaada kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema shindano hilo litakaloendeshwa kwa kushirikiana na taasisi ya Imwani itawahusisha wachezaji waliopo kwenye vituo mbalimbali vya kukuzia vipaji vya soka jijini Dar es Salaam. Kwa sababu miongoni mwa vigezo tunaovitazama, na mliona hata project ya kwanza, lazima tupate namna ya kujiridhisha sisi kama klabu umri sahihi wa hao vijana ili kuwe kuna fair competition. Sio vijana wa under 18 amekuja pale kijana miaka 17, 18 anakuja ukompete na mtu wa miaka 35. Hapo hakuna fair. Maana kuna watu wengine wamejaliwa vimili midogo lakini umri umesogea. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Lodiga Kachibwe nao amesema vijana hao kumetoka kupatikana watafadhiliwa kupitia mradi huo wa Yanga Soccer School ili kuendeleza kisoka. Kwanza tutaweza kutengeneza wachezaji ambao watakuwa wanautambua vizuri na wana elimu thabiti ya mpira wa miguu, kwa sababu ukiwa na kipaji tu peke yake haiwezi kukufanya ukawa mchezaji bora. Unahitaji vitu vingine ambazo hizi elements tutaenda kuzipata kwenye Yanga Soccer School. Mfano kwenye masuala ya behavior, kwenye masuala ya fitness, lakini tunazungumzia nutrition, namna gani mchezaji yale atajiweka atakuwa fit, lakini zaidi elimu zile technical na tactic na technical factors za kumweka mchezaji akawa fiti. Licha kuteua vijana 10 wenye vipaji ambao wataingia kwenye mradi huo wa klabu ya Yanga, pia bingwa shindano hilo atajinyakulia kiasi cha shilingi milioni 3, mshindi wa pili akipokea milioni 1, huku mshindi wa tatu akipokea kitita cha shilingi 500,000. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Uongozi wa chama cha wheelchair tennis nchini umeiomba serikali na wadau wa mchezo nchini kuwasaidia shilingi milioni 40 ili kufanikisha safari ya wachezaji 8 wa mchezo huo watakao kwenda nchini Morocco kwa ajili ya ushiriki wa mashindano ya Afrika ambayo yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi Machi 30 mwaka huu. Taarifa na Mbwana Shomari. Katibu mkuu wa chama hicho Riziki Salumu amesema uongozi ulifanya jitihada mbalimbali kupata fedha hizo, lakini wamekwama na kuamua kuwarejea wadau na serikali ili waweze kuwasaidia fedha za nauli na maradhi kwenda kushiriki mashindano hayo ambayo yanatafuta timu itakayowakilisha Afrika kwenye mashindano ya dunia. Angalia vijana wana passion na kwenda kucheza ile mashindano, wana uhakika wa kurudi na ushindi. Kama hii timu wanawake ilikuwa namba 2 kwa Afrika na ikafanya vizuri ikaenda katika mashindano haya, kwa nini hao wengine wasishinde? Kwa hiyo tunaiomba sana wadau, serikali, tunasisitiza mchezo wetu watu support kwa hapa dakika zilizobakia. Tunajua kwa mfano haraka tukiangalia gharama ya timu yetu kwenda nchini Morocco ni milioni 57, lakini mpaka sisi kama chama cha wheelchair tennis tayari tushatoa milioni 17 ambazo ziko katika mkono wetu. Kwa hiyo hapa tunakimbizana na kama milioni 40 ili itasaidia tiketi za ndege na malazi na timu kwenda kushiriki na kurudi. Nahodha wa timu ya wheelchair tennis Costa Isaya na baadhi ya wachezaji wamesema na morali kubwa kufanya vizuri kwenye mashindano hayo baada ya kufanya maandalizi mazuri. Kiujumla sisi tumejiandaa vizuri na mazoezi, tumejipanga vizuri, tunatamani twende tukashiriki haya mashindano kwa sababu ni mashindano makubwa sana. Mheshimiwa Makonda, waziri wa michezo, Mama Samia na wadau wengine mbalimbali watushike mkono tuweze kushiriki haya mashindano, kwa sababu
Tusiposhiriki ya mashindano, tuna uwezekano wa kupiga penalty ya miaka 10. Tamani twende wachezaji wengi ili tunapopata point katika hayo mashindano zinatusaidia sisi kama wachezaji kupata fund kutoka ITF ambazo zitakuwa zinapunguza mzigo kwa serikali. Mashindano ya Afrika Wheelchair Tennis licha ya mshindi kuwakilisha Afrika kwenye mashindano ya dunia, pia wachezaji waliocheza michuano hiyo kata tiketi ya kushiriki katika mashindano ya African Games pamoja na yale ya Paralympic kwa wachezaji wenye ulemavu wa viungo. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na sasa tujiunge na Luis Nikitomari kwa undani wa habari za michezo kimataifa. Nyota wa klabu ya Liverpool Mohamed Salah